Dakika 90 zimetamatika katika dimba la New Amani Complex Zanzibar. Dabi ya Kariakoo ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Nyama 0, Young Africans 0. Mnandi, uko poa? Siko poa. Kwa nini tena? Kama kawaida, kilichosemekana kimetimia. Pamoja na vitisho vingi, lakini wamekitimiza. Posho yao nadhani itakuwa ishakamilika. Ila tunakuomba Wireless Karia, ulichokizungumza jana tunataka kitimie. Hatutaki masaa 72 wala 12. Yaani kesho tu tuwe tumeshasikia wewe uko gerezani. Hiyo ndio itakuwa furaha yetu. Sembuse na hapo tutatafutana ubaya. Kuna nini tena? Huwezi kukataa goli kama lile. Unakataje goli kama lile? Lengo lako nini? Mmetuvusha maji. Twende Guantanamo. Tumesema Ngariba haogopi kichaka. Kokoto utakapotupeleka sema tunatairi mwali. Mwali kashanyolewa na kashatairiwa tayari. Unasubiri nini sasa? Nirudie tena kutairi kati kazi nishamaliza. Sisi ni wenyeji wa hizi kazi. Tushatairi mwali tayari. Beba mbelekoni tumpeleke nyumbani. Akahudumiwe amalize saba yake maisha yaendelee. Sasa unatuambia tumtairi tena tutairi nini kati tushamaliza? Hamna. Bwana Mwinchui. Na wewe si mpanga si panga. Hao wote tunataka tusikie Wireless Karia kauli yako. Kesho tusikie wako gerezani. Hatuhitaji kitu kingine chochote. Eti mtu anaenda kutoa kadi huko anacheka. Mtu kafanya faulo zaidi ya 12. Ya 12 anaenda kumpa njano. Yule niliahidi anatoka na umeme. Eti unampa uraia Dedemalo. Mcheza alafu anapewa uraia. Tuna shida watu kama wale sisi kwenye taifa hili. Taifa lina watu milioni 61. Ukatuongezea yule wa nini sisi? Tuna shida watu kama wale. Wapewe uraia watu ambao wanatosheleza. Sio mtu kama yule anapewa uraia kwenye taifa hili. Nani apewa uraia? Taifa. Nani apewa uraia? Nani apewa uraia? Kama Kinelibase Gwe au toa uraia haraka sana. Ino Jeruti toa uraia. Sawa? Eseo ula mkulia wa kwanza kaacha kuuza mayai anacheza mpira. Toa uraia. Mkulia alipotea huko sio kwao Tanzania huyu. Mpe uraia. Sio uraia unampa mtu anacheza alafu zaidi ya 12. Anaenda kumpa kadi huko anacheka. Ile maana yake nini ile? Sikuzalisha taifa letu hili. Kwa hiyo mlotoa uraia. Sawa? Watu wa uhamiaji, chonde tunawaomba sana. Hili taifa halina ziki na wananchi. Sawa, taifa hili halina ziki na wananchi, taifa la amani. Kama anataka kuja kuishi kwa amani, aje kwa mkopo. Akae hapa kwa muda aondoke kwao. Hatuna ziki ya kuwapa watu uraia kama wale wanakuja kutuharibia mpira wetu. Mtu anacheza alafu tu muda wote. Na hawa waamuzi. Narudia tena, Wireless Karia siongee na hiyo kamati si ya bodi ya ligi, si ya waamuzi. Hiyo kamati imeamua kutufanyia umafi. Watu wamezungumza mapema na ndio hicho kilichoenda kutokea. Watu wanavuja jasho kwa damu, wanafunga goli safi, mtu unanyosha kibendera unakataa. Maana yake nini? Kumbe mliitaka kweli mechi. Wewe mwenyewe si umeona umiliki wa mpira nadhani ni 20 kwa 80. Wakiwapa zaidi hapo wamwe kuwapa tu kwa kuficha aibu yao. Alikamwe kakaa juu pale na mawani yake. Yaani nadhani si mpira alikuwa uoni. Kakunja sura tu muda wote. Sasa leo ndo kaonyesha hii ndo maana ya Simba Sports Club. Leo wamepigiwa mpira. Hata Dodoma wana afadhali sasa hizo wanashangilia kwao. Dodoma kupigiwa mpira huu. Alopigiwa nyuma mwiko Dodoma kupigiwa pamoja naye kapata sare bila kufungana. Huu leo mpira umepigwa kwa sababu huyu kafungwa. Dodoma kufungwa hata goli la offside. Au tulifunga goli kule likakataliwa. Lakini hapa goli limefungwa, kibendera kasemaje? Kainua shuka kwamba lile sio goli. Sasa kama anataka lile sio goli, akatuonyeshe goli ambaye anataka yeye tufunge. Akatuonyeshe goli ambaye anataka yeye tufunge ndio liwe goli. Na naahidi, waamuzi umeshasema mwenyewe Karia na maana narudia tena kwamba atakaye haribu mchezo huu kivyo vyote vile. Sawa? Ataondolewa kwenye uamuzi milele yani. Hatutamuona tena. Kwa hiyo mpanga hatutaki kumuona tena kwenye mashindano. Sawa? Lakini Mwinchui ama Chui hatutaki kumuona tena. Arudi mbugani akafanya shughuli za mbuga. Hatutaki kumuona tena kwenye mpira. Hatutaki kumuona tena kwenye mpira. Simba leo alikuwa 100% alisahihi kushindi na sio goli moja. Malaki angekubali ile pale tulikuwa tunaenda chuma zetu 3 safi kabisa. Safi kabisa. Kumbe mmetupeleka Guantanamo kwenye gereza la kupata sare. Kumbe ile gereza lenu la sare tulikuwa tujui kwa tunajua kwamba kumbe Guantanamo kwa ajili ya kuomba sare. Wangejua angebaki kwa Mkapa na mashindano ya Kuloani, sijui vile vyumba angetoboa saa ngapi. So wametoboa vyumbani kule. Sasa wakati wanatoboa wamekuwa wale ndege wale siku kwetu tunawaita ndilila wale wanatoboa kwenye ukuta. Ndio wamekuwa wao leo wanatoboa ukutani. Unatoboa unataka kujenga nini? Eti unataka kuweka kebo za umeme? Au unataka kuweka nini? Eti leo Simba inaonekana mlidhamiria kweli. Tulidhamiria na tumeshinda. Lakini Mpanga na huyu Chui ndio wametufelisha leo. Sawa? Huyu Mpanga na Chui ndio wametufelisha leo. Simba tumeshinda. Sawa? Kwa dhambi hizi ambazo zinaendelea kufanyika, kwa mfumo wao wataweza kutufunga zaidi ya mara 8 kwa sababu wana mpango mkakati wa kuifunga Simba. Na ndio maana Wireless Karia alivyozungumza jana, nyuma mwiko walivyoingia kufanya mazoezi viongozi wao walifanya kikao uwanjani. Wanajadili mipango yetu itatimia kweli? Lakini Mungu si Asumani, mipango yao imetimia. Goli limeweka, watu kama kawaida wametikisa shuka. Ile hapana, ile wana Simba imetuuma sana. Watu wametumia gharama zao kwenda Zanzibar. Sasa maana yake nini? Mtu kashatumia 1,500,000. Anaenda kuenjoy football. Anaenjoy football tu kwenye pichi lakini magoli hakuna. Goli linafungwa mtu unakataa. Bora tusingefunga. Tungeona kwamba wao kweli wana timu. Sawa? Lakini goli limefungwa watu wanakataa. Na wale wachambuzi wa mchongo wanaolishwa futari na huu mwezi wa Ramadhani. Nadhani wakirudi kesho wataenda kuitwa tena wakalishwa futari.
ili waendelee kusemea mazuri nyuma mwiko. Lakini kiukweli kabisa, kesho nitafungulia vyombo vyote vya habari nione wale wachambuzi wa mchongo kina Ambokile wataendelea kuisifia nyuma mwiko, wataenda kutuambia kile Seo ule amekaa miezi 7 hawajacheza. Kazi wale wafanyia leo, Simba leo ameupiga mwingi. Bwana, utatu mtakatifu wa Young Africans, lakini umeshindwa kuwazuia utatu wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Libase Ge, lakini pia vile vile Anicet Yeura wameonekana kuwa mwiba kweli kweli kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Binafsi kiukweli kabisa Simba amefanya makubwa sana siku ya leo, amefanya kazi kubwa sana, amepambana kwa jasho na damu. Nyuma mwiko leo wamefanya sabu za beki. Sawa, wamefanya sabu za beki, wataka wamalize zote. Katoka mwenyewe anamsifia Jobu, kapteni wao anamuona mapiga kazi sana uwanjani katoka, lakini kwa muda cha koplo hakuna cha nani. Leo show hilo bonge la bao. Hilo bonge la bao. Sasa ile VAR iliyoletwa hapa ikafanywa uzinduzi afu mpaka leo hatusikii chochote kinachoendelea. Tunataka VAR kuiona kwenye mechi zinazokuja. Mechi 15 za mzunguko wa pili. Tunataka VAR. VAR imezinduliwa Benjamin Mkapa. Mpaka leo haizungumzi ile VAR imefichwa. Tunataka kuiona ianze kazi. VAR wameikataa nyuma mwiko. Ingekuwapo VAR leo nyuma mwiko alikuwa anakufa mapema. Penalti 2-2 leo. Mapema sana. Sasa tulikuwa tunashinda hapa. Kwa hiyo naamini VAR imezinduliwa Benjamin Mkapa, tunataka kuiona inaanza kazi. Kwa mambo haya hatuwezi kukubali. Na naahidi mechi yetu ya pili. Hii si mechi yao imetupeleka kwenye sare, kwenye gereza la sare. Sisi hatuna gereza la sare. Sisi gereza letu ni la ushindi tu. Mechi inayofuata waamuzi watoke Uingereza, waamuzi watoke Spain. Hatutaki waamuzi kutoka kwenye bara hili la Afrika. Kipengele cha kanuni kipo, waamuzi watoke nje. Simba nadhani wenyewe walizembea kuleta waamuzi kutoka nje. Leo tulikuwa tunatoka na alama 3 na magoli ya kukuki. Walijiamini lakini. Tulijiamini kutokana tuna watu wana uwezo wa kupiga mipira ndani ya nyavu na wameweka. Sawa, lakini ndio kwa sababu wamesema kwamba tuache tuone, wameona panapovuja. Mechi ya pili Simba, sisi ndio wenyeji. Libase Gwe ndio kwanza na 20%. Sawa, Ino Jeruti ana 5%. Aseo ana 15%. Sawa, lakini huyu Ismail Tule ndio kwanza na 2% tu. Bado hajaonesha moto wake sababu alikaa benchi zaidi ya miezi 6 hajacheza. Huyu ndo alikaa benchi muda mrefu, ameenda kumzungumza mchezaji mwingine, lakini anachofanya kazi kama anacheza kila siku. Kwa hiyo naamini binafsi na golikipa wetu huyu miraba 4. Sawa, Chibri Kasari ndo kwanza na 100%, bado kabisa hatujamfaidi. Kwa hiyo mechi ya pili, refari tunao wataka sio kina Mchui, sio kina Kayoko wala kina Lajiga. Waamuzi kutoka Spain ama Uingereza. Kama waamuzi hawajatoka mataifa hayo, sisi bora mechi yetu tuchezeshe wenyewe tu. Mechi yetu bora tuchezeshe wenyewe tu. Watupe sio wenyewe tushike kipenga tuchezeshe. Sisi tutafasiri sheria 17. Ina maana yule line 1 hajasoma sheria 17. Wewe offside na kwa vile uko pale pale, mpira unapigwa wa faulo. Bora ungekuwa mpira wa move. Huoni? Kama mtu hajazidi, unawekaje ile kusema kwamba ni offside? Si mapenzi ya dhati. Najua kabisa hiyo kifuta jasho mlichoandaliwa mtapewa. Ila nataka nijue wale Sikalia mpaka kesho tusikie wako gerezani. Kama sio Ukonga basi Segelea. Kama sio Ukonga basi Segelea. Tunataka tusikie magereza hayo. Hao watu wote tayari washatiwa lock up. Hatutaki maneno. Sababu Kalia akasema mwenyewe atakayaribu mchezo huu, mimi nitapita naye. Sasa sio kupita naye, malizana naye kabisa. Nani kakukosha leo ndugu yangu? Lini? Leo kwenye nani kakukosha kwa upande wa Simba? Simba mimi wote leo wamenikosha kuanzia golini mpaka mwisho. Hakuna sio nikosha leo. Wewe uone watu wanafinywa mara 8. Mtoto wa kuchomekea upande wa pili umemuona? Katoka kule kaokota makopo kaja Simba ndo anacheza mpira. Kule alikuwa anaokota makopo, ila Simba Sports ndo anacheza mpira. Au hujamuona Kibabage? Watu wanatolewa wanalalamika. Wanamhitaji endelee kupiga mwingi. Au hujamuona kazi aliyofanya? Mimi kwangu leo ndo alikuwa man of the match Simba Sports. Pamoja wengi wameupiga mwingi, lakini kwangu man of the match alikuwa Kibabage. Piga kazi sana ule mtoto akiwa na mkulia kule kaacha kufanya kazi ya mayai. Hatari, akimpa anarudisha. Hii Simba nyuma mwiko mpaka sasa hivi. Nimemwambia ni daku pamoja na hii sare daku awali. Nilisema ushindi ukipatikana Simba Sports leo daku awali, lakini sare tu. Nyuma mwiko saizi washaingia kwenye mashimo yao. Washajifungia. Chula anakaa barabarani. Chula kashaingia kwenye shimo saizi. Kwa hiyo sasa hivi tuko wenyewe. Yaani mji mzima tuko wenyewe. Nadhani hata nje ya Tanzania tuko wenyewe. Dunia imeona leo Simba kaupiga mwingi. Hii unaweza kusema Barcelona na Madrid. Eti. Kwa maana hiyo unataka kusema ya kwamba Simba hii ya dirisha dogo la usajili ni kama imechelewa hivi kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika? Ni kweli tunaweza tukasema kama imechelewa, lakini Mwenyezi Mungu anafanya yake. Wewe unaweza kupanga lako kimungu anapanga yake. Mungu ndo kaamua kutushushia hawa watu dirisha dogo. Ndio kaamua kutushushia. Kama Simba ungekuwa na sajili hivi muda wote, hii Simba ingekuwa wapi saa hizi? Na ndio maana naamini saa hizi wawekezaji wanaenda kuwa nao zaidi ya 10. Hii Simba mwakani kama ninavyokuambia, kuna libase hapa, lakini mwakani utawasikia watu wanakuja kutoka mbele huko. Hatusajili tena mchezaji kutoka kwenye bara la Afrika tukachukue wapi kati tuna hela? Hivi nikachukue mchezaji hali, akati mimi na upinzani naye, aje akija nicheza na hali ya mbebe, naenda kuchukua wachezaji mbele huko. Arsenal wana akademi zao, tukachukue vijana tulete hapa.
Bwana, ukikutana na shabiki wa Young Africans unamwambia nini kwa kumalizia? Na aibu imeonekana. Simba toka imezaliwa na Yanga toka imezaliwa haujawahi kupigwa mpira kama huu. Lakini nyinyi ndio furaha yenu kutafuta sare. Leo nani kashangilia sare? Sisi tumefungwa mara 6. Leo nani kashangilia sare? Nyuma mwiko unashangilia sare kila kona. Kila kona wanashangilia sare na saizi nitakwambia awali Dako ashaenda kujifungia ndani. Wanaongea nini na sisi? Hata kesho unakopita, unapomuona mwana Simba yoyote, anatamba anatembea kifua mbele. Nyuma mwiko hana muda wa kutamba, anatamba anatambia wapi? Hii ndio Simba na tunaambia kwamba huu ndio mwanzo tu. Naamini kwenye michezo iliyobaki tupambane wana Simba. Tuna uhakika ubingwa ni wa kwetu msimu huu. Alama 6 nyuma kwa upande wa Young Africans 24 kwa 29. Pengine mnaona dalili yoyote ya ubingwa? Dalili ya ubingwa bado ipo. Ndio kwanza hata hafu ya kwanza tujamaliza. Maana tukimaliza hafu ya kwanza chochote kitakuwa tayari kishaeleweka sababu bado wao hawajacheza na Azam. Sawa? Ndio mechi ngumu ambayo tunayojua sisi. Hao wengine familia hao. Hao kubadilishana wachezaji wa kubadilisha uraia anatoka pale anakuja hapa. Yaani kama unaotesha mche kwenye kibanda unakuja kupandikiza shambani. Sababu kuna timu hapo. Tunajua tu hapo mechi na Azam. Ndio mechi iliyokuepo na si hiyo kwa vyovyote vile. Hiyo tutadili nayo. Yaani kinamna yoyote Yanga lazima afe. Hiyo lazima afe. Akiwa tena mwenyeji atataka kuja Guantanamo na sisi tutasafiri tutakuja hapo hapo. Hapo sare tutaibadilisha hakuna shughuli tena. Hata watakwa kufungwa tu hapo. Hapo watakwa kufungwa. Na Azamu kipengele kipo cha waamuzi kutoka nje. Ombeni waamuzi kutoka nje. Acheni udhaifu. Hao washaonekana waamuzi wapo wote wanawaweza. Wote familia hao. Mtu hajachezesha dabi toka akiwa kijana, leo ndo anakuja kuchezesha dabi. Wewe ushakuona wapi? Ujana wako umetumia wapi uje saizi uzeeni? Si ndo majibu kama haya? Yes, alikuwa karibu pale kwenye faulo. Kama Kibendera anaweza kakataa lakini mwamuzi wakati anaweza akasema hilo ni goli. Na likakubalika. Huwezi kukubali Kibendera kazingua na wewe kazingua. Afu baadaye wanacheka, wanamaliza mpira wanacheka. Mechi imesimama dakika kibao Diala analala tu. Eti unamaliza unaongeza dakika 3. Haya leo manazo mechi nani? Diara. Kwa hiyo hapo unajua nani kaupiga mwingi? Si Diara Young Africans wameupiga mwingi. Yaani mpaka kipa anakuwa manazo mechi. Na kati atatembea kwenye 18 yake tu pale ndani. Kawa manazo mechi. Wale walovuja jasho mwanzo mwisho wanazunguka. Hawakuwa manazo mechi kawa yeye. Sababu unaijua? Sikatoa michomo mingi. Kumbe unaamini. Kwa hiyo nani kateseka? Jibril Kasale leo katoka manazo mechi. Hiyo ndio Simba Sports. Tukutane wakati mwingine.